Yo, mambo vipi my people, mambo vipi? Mimi naitwa you know my name, the most wanted hip hop analyst. Niko hapa. Mambo yasiwe mengi, twende kwenye point. Bwana, Bando la Jamii au Bando MC yuko na track mpya. Bonge moja ya track. Ngoma bwana ni Bando yuko na Viongozi 255. Sasa Viongozi sijui ndio huyu jamaa na Rasta huyu. I don't know. Ngoma inaitwa Naomba Tuongee 2. Hiyo Naomba Tuongee 1 kama ilinipita. Kuna Naomba Tuongee 1. Oh. Okay. Yeah. Bando yuko na Naomba Tuongee 2. So kuna ya kwanza ambayo alikuwa yuko na Rocky. Uweze amini hiyo sija kuisikiliza ama be honest. Hii hapa namba 2 ni track noma sana. Na nikasema ni kitu fulani tofauti, acha tupite nayo tujadili kama yaliomo yamo. So bila kupoteza time, J Drama on the bed. Shout out to J Drama, man. Yo, hey Dre, hey. Ulimeona mfupa, but I'ma be honest man, J Drama yani huu mwaka umeuanza na vurugu sana. Kwa sababu toka kwenye ngoma Jose 26 and then ngoma ya Nkila, ngoma langu la ushindi kabisa hilo hapo. And then sasa hivi tuko na Bando, bonge moja la production. Jesus Christ. Kuna muda nashindwa kuvumilia, maumivu makali mimi nakulilia, imani bado nasubiria, maana mimi naamini utaniangalia. Tuongee, tuongee, Mungu wangu tuongee, 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 mimi naomba tuongee, 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 uko wapi tuongee, 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 mimi naomba tuongee. Bonge moja la chorus. Bonge moja la chorus. Yani like mdundo na chorus noma. Najua imepita muda mrefu mimi na wewe tujiongea, don't care. La leo na mazungumzo mengine naweza kuongea. Mimi najua wewe ni Mungu mwenye upendo na ni Mungu mwenye huruma. Hasa mbona kuna muda ufanye fair? Nishona mlevi akiomba kitu kambariki, kitu ambacho kuna mcha Mungu alikuomba kwenye dhiki. Alifunga kila wiki na kusali la chajabu kumbariki, yani mpaka nafariki. Okay. Yeah, yuko na hoja. Unajua kitu ambacho Bando amekifanya kwenye hii track acha nitafute jina fani la Kingoni. Unajua Kingoni au Kihaya tungesemaje, theological poetry. Unajua ukiongeza Kingoni hapo au Kihaya kidogo hadhi inaongezeka. Theological poetry. Hii ni ngoma design ya ile watu ambao wanahoji, unajua uwepo wa Mungu, dini au imani. Unajua imani zetu tunazipenda sana na tunaziheshimu, lakini kuna vitu vingi ambavyo tumefundishwa kwenye hizi imani. Ukikaa chini na kutumia ile akili ambayo Mungu amekupa, unaanza kuona mbona kuna vitu kama vi make sense. Kwenye hili swali ambalo Bando ameuliza, mimi naweza nikamshaidia. Leo mbona anachapia sana jamani? Mimi naweza nikamsaidia kujibu. Bando anasema ashaona mlevi akiomba kitu kambariki. Kitu ambacho mcha Mungu alikuomba kwenye dhiki. Alifunga kila wiki na kusali, ila cha ajabu kumbariki, yani mpaka anafariki. Iko hivi bro. I think jibu rahisi hapo la kumjibu Bando ni hivi: ukiomba sio lazima upewe. Vice versa is true. Najua imepita muda mrefu mimi na wewe tujiongea, don't care. La leo na mazungumzo mengine naweza kuongea. Mimi najua wewe ni Mungu mwenye upendo na ni Mungu mwenye huruma. Hasa mbona kuna muda ufanye fair? Nishona mlevi akiomba kitu kambariki, kitu ambacho kuna mcha Mungu alikuomba kwenye dhiki. Alifunga kila wiki na kusali la chajabu kumbariki, yani mpaka nafariki. Akili bado naikongoja, nikiweka 0 mbele ya 1. Basi kwako msingi wa haki hauna hoja, kiwa Osama na Nkomagu watachomwa moto mmoja. Upendo wako sometimes. That's a bar.
acha nipate seaweed kwanza kidogo, because that's a bar bro. Wallahi that's a bar. Hey, that's a bar. Like wallahi that's a bar. Bro, that's a bar. Anasema nikiweka sifuri mbele ya moja, basi kwako msingi wa haki hauna hoja. Ikiwa Osama na Magufuli watachoma moto mmoja. That's a bar because akiweka sifuri mbele ya moja, moja kama moja ni moja. Lakini hata ukiweka sifuri mbele ya moja bado inabaki kuwa moja, because sisi wa Kristo tunaamini kwamba dhambi zote ni sawa. Imani yetu sisi hapa, sijui kuhusu imani zingine, lakini sisi wa Kristo tunaamini kwamba dhambi zote ni sawa machoni pa Mungu. Yani mtu anayeua na mtu ambaye anaiba wote mtachomwa moto mmoja. But katika hizi akili ambazo Mungu ametupa, kuna baadhi ya vitu kiviangalia unaona like mbona kama havi make sense. So kuna point gani ya kuwa na dhambi ya kama huyu kampiga mwenzake na huyu kamuua mwenzake, wote wakaenda kuchomwa kwenye moto mmoja? You get what I mean? Sasa hiyo ni imani yetu sisi wa Kristo. So kila mtu atajibu hili swali kulingana na imani yake. Kwa sisi wa Kristo tunaamini hivyo. Upendo wako sometimes kitendawili, hata maamuzi yako si kama una timu ya kujadili. Iko wapi haki iliyo kamili? Yani ikiwa umehukumu dunia nzima kwa kosa la watu wawili. Haya sawa, sema Adamu alifanya dhambi na kutubu. That's a bar. Yeah, kiukweli mwanangu, yani acha tu. Acha tu kwa vitu vingine bwana. Maamuzi yako si kama una timu ya kujadili. Iko wapi haki iliyo kamili? Yani ikiwa umehukumu dunia nzima kwa kosa la watu wawili. Haya sawa, sema Adamu alifanya dhambi na kutubu. Asa niambie alikosea nini Ayubu? Utatuambia uko na mpima uaminifu na unajua wazi kwamba ulitumba sio kamilifu. That's deep. Issue ni deep, iko ndani. That's deep. Bando usijua kanifahamini nikakufuru ndugu yangu. Sisi wa Kristo huwa tunazaliwa na dhambi ya asili. Sawa. So ukishabatizwa ndio sasa ule ubatizo unaenda kufuta ile dhambi yako ya asili. Imani yetu inatuambia hivyo. Sawa. Lakini pia bado vitabu vya dini vinatuambia kwamba sisi sio wakamilifu. Nani alituumba sisi kutokuwa wakamilifu? Ni Mungu. So issue ya Adam na Hawa, Adam na Eva, whatever, ni Mungu ndo aliset huo mchongo uwe hivyo au ilikuwaje? And then amekuja kwa Ayubu. Kwa wale ambao wamfahamu historia ya Ayubu alikuwa amebarikiwa sana na Mungu. Ayubu alikuwa ni mcha Mungu sana, kutoka nchi ya Usi. Alikuwa na watoto 10, 7 wa kiume and then 3 wa kike. You get what I mean? Historia inasema kwenye maandiko, Shetani na Mungu, sisemi kwamba walikaa kikao, lakini walikuwa wanapiga story. Mungu anamwambia Shetani, yani umeona yani huyu zao langu hilo, kijana huyu ni mcha Mungu sana, yani kijana huyu hawezi kuteteleshwa kwa kitu chochote. Shetani akamwomba ruhusa Mungu, nipe ruhusa ya kwenda kumjaribu huyu dogo, anakukubali kwa sababu kuna baraka umemjalia, lakini ukiniruhusu mimi nikamjaribu ndio tutajua kama ni kweli anakukubali ama namna gani vipi. So Mungu akamruhusu Shetani akamjaribu Ayubu, lakini akamwambia usitoe uhai wake. Umeona hiyo story? Ni story ambayo ipo kwenye Biblia. I'm not sure though, lakini najua ni story ambayo ipo kwenye Biblia. So ina maana somewhere God amekaa anatuma watu watujaribu, naye anajua. Kwa sababu kama yeye ndio kila kitu, kwa nini asingetoa ya majaribu? Dunia ingekuwa iko tu straight. Kwa nini na Shetani wakae wapange mchongo wa kwenda kumzingua Ayubu? Na wanajua kabisa. Yani you get what I mean? So kuna vitu viwili. It's either hizi imani zetu lazima tuzifuatilie mara nyingi. Kuna vitu alitupiga changala macho. Maybe I don't know. But maswali ambayo bando anajiuliza ni maswali ya msingi sana. Like ukikaa kufikiria unaona like yo bro, like how you get it? Acha bwana. God, najua unachezea akili. Hata Adam na Eva tunda lokula bado ni siri.
kama hepo tuna life ndo hili. Asa vipi konge kula pilipili, it's not deal. Mekuja mezani kuteta hili, wendo ulipanga siku ya kusali we Jumapili. Maana shawe kudhani Jumani siku batili. Kuna share nitukana mpaka kanita kafiri. Kuna muumini simtaji, huyo ni nyoko. Na napenda madem sio kitoto. Na kikosa na lawiti hadi watoto, ila na mini dhambi kubwa ni kula kitimoto. Nyoko, mina sadiki wepo. Yeah, I think the point kubwa ya hapa ni kuonyesha watu kwamba kuna watu wanayatafsiri maandiko ya kiimani tofauti sana. You get what I mean? Because I make sense. Kitimoto hauli kwa sababu ya imani, and then unalawiti watoto, and that's normal too. Like that's normal. Kiwepo wako na ndo maana wana mind mtu akidis jina lako. Anasema Mungu hayupo yana yake. Yule anawekaga maji kwenye nazi ni babake. Aleweka sukari kwenye ndizi nani? Alekuleta nane tekondoa nani? Kuliko kuamini wewe upo ni kukute. Bora tu niamini kwamba wewe upo nsikukute. Hiyo line kuliko niamini upo, kuliko niamini haupo afu nikukute. Bora niamini tu upo. Whatever. Hiyo line sijui hata kama bando mwenyewe anajua kitu ambacho ame-rap hapo, lakini nataka tu nimsaidie. Hiyo line inatoka kwa mwanahisabati na mwanafalsafa wa karne ya 17. Alikuwa anaitwa Blaise Pascal. Sawa. So Blaise Pascal huyo ni mwanafalsafa ambaye alikuja na hiyo falsafa ambayo hiyo falsafa ilikuwa inaitwa Pascal Weja. So ni falsafa ilikuwa inasema kwamba ndio hicho kitu ambacho bando amekidefine. Unajua, yani kuliko kutokuamini kwamba hakuna Mungu, ni bora uamini. Sawa? Kwa sababu ukiamini ukienda ukamkosa uko safe. Sawa? Usipoamini ukienda ukamkosa pia uko safe. Lakini what if ukaenda ukampata, hautakuwa safe. So the better side is ni bora uamini yupo, ili ukienda ukimpata ukimkosa uko safe. Usipoamini ukamkosa uko sawa, lakini ikitokea umempata aha. Weja ina maana ya kamari. Yeah, so that's a bar. Sijui hata bando mwenyewe najua alikuwa afahamu hichi kitu, lakini hiyo whatever, hiyo ni bar. Yeah. Ulitumba kwa mfano wako, haya sawa pacha. Ila kwa hili komwe langu, sijui labda. Sema kweli sije kukuona, ila siwezi kuamini kwamba Mungu anafanana na morapa. Mamangu aliumwa pasta akasema tusali tumuombela. Pasta aliumwa watu wakamwona hospitali. Na hapo ndipo moyo ulijipa maswali, tukiugua tumuone pasta ama tumuone daktari. Mungu. Yeah. Tukiugua jamani twendeni hospitalini. Kitu kikubwa ambacho kinatutesa binadamu wengi ni imani. That's it. Kuna mambo mengi ambayo mimi sitaki kuzungumza kwa sababu utakuwa unagusa imani za watu and then itakuwa ni shida. You get what I mean? But imani. Yeah. Wendo mpangaji wa maisha yetu sio. Asa kwa nini tukukumbusho tupe mkate wetu wa kila siku. Na mimi sitaki kuwa na kila kitu. Maana nasikia ukitaka kumwangamiza mtu tampa kila kitu. Siwezi kumpa mwanamke ahadi ya kudumu wakati uhai wangu tu wenyewe utabiriki. Ulichokiunganisha wewe ulisema kivunjike. Mbona ndoa zinazovunjika zimefungwa chachi na msikiti? Wanasema uwe ni mpatanishi, hilo sidhani. Mbona hujamaliza tofauti zako na shetani? Umenipandikiza chuki. Tumefunga pingu za maisha. Yeah. Na ukiangalia divorce rate ambayo inaendelea sasa hivi sio poa. So I make sense. Yeah, it makes sense. Kama ni pingu za maisha na watu ndio wanaongoza kwa kuachana. You get what I mean? So which is which? Hey, ni noma bro. Hilo sidhani. Mbona hujamaliza tofauti zako na shetani? Umenipandikiza chuki ambazo mimi sikuwepo kwenye ugomvi wenu ambao kisha sitakuwa na amani. Aya, nafika mbinguni shetani ananiuliza, "Oya, mbona unanichukia? Nimekosea nini boya?" Namjibu nini na mwana tujei kumiti. That shit itaingia motoni kwa dhambi ya kujikomiti. Ushoga na usagaji nao tutamsingizia shetani. What if shetani ni mawazo yetu wenyewe? Because kwa nini ukiwa tu unawaza vibaya na ukifanya matendo mabaya
blames zinakwenda kwa shetani. And then ukiwa unawaza vitu vizuri, ukatenda matendo mazuri, unajisifia wewe mwenyewe, like you get what I mean. Ndio yale ambayo Yankila alisema, ukifeli ni wewe, ukifaulu ni sisi. Kikitokea kitu kibaya ni shetani alinipitia. Ukifanya kitu kizuri, mbona useme kama Mungu alikupitia wakati unafanya kitu kizuri? So kitu kizuri ni wewe, lakini kitu kibaya ni shetani. I make sense. So inawezekana sisi binadamu ndio shetani wenyewe. Tuko na versions tofauti. Nao tutamsingizia shetani, walozaliwa hivyo, je tumsingizie nani? Kuna vitu najiuliza mpaka kesho, au dunia uko mbinguni ni channel ya vichekesho? Ni katika kuitafuta nuru, nisamehe kama na kufuru. Ani maswali ya watu wako wanajiuliza, ishara nitaleta mengine siku akiniuliza tena. Kuna muda nashindwa kuvumilia maumivu. Bando ni inshallah. Ishara. Ishara is something else. What do you mean? Kuna muda nashindwa kuvumilia maumivu makali mimi nakulilia. Imani bado nasubiria, maana mimi naamini utaniangalia. Tuongee, tuongee, Mungu wangu tuongee, tuongee, tuongee. Mimi naomba tuongee, tuongee, tuongee. Uko wapi tuongee, tuongee, tuongee. Mimi naomba tuongee. KC Records. Kuna sehemu hapo kuna saxophone imepiga afu ikaacha. Nikakumbuka saxophone ya hiyo ni msonongoma hiyo. Mimi ningekuwa nimeproduce ngoma au ningekuwa hapo studio, ningeambia amalize na hiyo kama angeza kuiweka. Ingekuwa noma sana. But yeah, shout out to Bando. It's a good track. Yeah. Shout out to Bando, man. Peace.